Leo tunaendelea na somo letu la Roho Mtakatifu, na tutapata muda mwingine wa kuendelea kuimba na mwingine kwa sababu ya wakati. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuzungumzie wakili wa kanisa. Roho Mtakatifu katika tafasiri niliyokuwa nasoma aliitwa wakili. He is an advocate for the church. Na akiwa wakili, nataka nieleze kwa makini sana. Bwana Yesu, wewe ni mfalme, wewe ni Mungu. Ninapokwenda kusema na kanisa la neno hili, liwe uzima, liwe nguvu, liwe mamlaka, liwe utukufu kwa jina lako Yesu. Asante kwa sababu litaponya mioyo ya watu hawa, kuwaelekeza na kuwathibitisha katika imani katika nyakati hizi za mwisho ambazo ulitabiri Yesu tutaishi kizazi cha ajabu cha namna hii. Lakini wakati huo ulituahidi kwamba watakatifu watazidi kujitakasa na kuwa safi katika jina la Yesu. Asante kwa kuwa ndivyo itakavyokuwa kanisa na mahali pamoja na mwili wako dunia nzima. Pokea sifa, maana imekuwa ni katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru, amen. Nazungumzia wakili, an advocate. Roho Mtakatifu ni wakili wa kanisa. Unakumbuka tulisoma mafundisho haya kutoka kitabu cha Yohana, ile Yohana sura ya 16, ambapo Yesu alikuwa anazungumzia habari ya Roho Mtakatifu. Mstari wa 6, Yohana 16 mstari wa ngapi? Wa 6. Alisema yapasa yeye aondoke, ni kwa faida yetu sisi Roho Mtakatifu aje kwetu. Na wakati ninaendelea kutafakari habari ya wakili, nilifundisha kwa lugha ya Kiingereza siku ya Jumatano. Ijumaa tulikuwa na muda maombi. Ili leo naenda kuzungumzia wakili kwa lugha ya Kiswahili. Wakili, kama unaandika please, kama hujaanza kusoma maandiko haya tuliyosoma, kuna mengine tutayasoma tofauti na haya tuliyosoma. Wakili, kama unaandika Roho Mtakatifu, unaposema wakili, nataka nitafasiri kwanza habari ya wakili. Wakili ni mtu anayejua sheria na anaweza kuitenda. Wakili ni mtu anayejua sheria. In fact, tuweze kusema ni mtu aliyesomea na kuhitimu katika sheria. Ndio anaitwa advocate. Ukipita mahali popote town, popote imeandikwa private advocate au advocate of the high court advocate, ukisikia advocate anaitwa wakili. Na katika tafasiri ya hapa Kenya, mawakili wanasoma sana mpaka afike mahali kwa kuwa advocate, pengine wakili wa mahakama kuu au ya upeo supreme. Ni mtu ambaye anakuwa amesoma kwanza sheria, amemaliza, amen, ana degree yake, lakini pia anakwenda shule ya sheria inaitwa School of Law, Kenya School of Law. Unamaliza kabisa, unamaliza alafu tena unaenda School of Law, amen, ndio unaweza kuwa advocate, kwa maana ni mwanasheria ambaye amehitimu na anaaminiwa anaweza kutekeleza mambo ya kisheria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuijua sheria na kuitekeleza anaitwa wakili. Lakini pia wakili huwa anasimama kwa ajili ya kutetea washtaki mahakamani. Andika hiyo. Wakili huwa anasimama kuwatetea washtaki katika kesi mahakamani kwa sababu ya uwakili wake. Kwa sababu unakuta watu wengi wanaoshtakiwa huenda hawajui sheria, amen, au hawajawahi kusoma sheria, au hawaielewi sheria kwa lugha nyingine. Sasa mtu ameshtakiwa mahakamani na huenda ameonewa. Unisikize vizuri sana. Huenda sio haki afungwe, huenda ameonewa, lakini inabidi awe na mtu atakayeweza kusimamia mahakamani.
Kwa hivyo anasimamiwa na mtu anaitwa advocate au wakili, na huyo wakili anasimama kumtetea mshtakiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyeshtakiwa, huwa wakili anasimama kumtetea mshtakiwa mahakamani katika kesi inayomkabili. Bwana Yesu asifiwe. Nimetangulia kusema nitazungumzia wakili, sio upande wa mshtaki bali mshtakiwa, kwa sababu hapa tunazungumzia kanisa. Amen. Alafu pia wakili huwa ana ushahidi wa mshtakiwa. Hakuna wakili anaenda katika mahakama isipokuwa amepeleleza na kufuatilia kesi na kujua kunao ushahidi kwamba yule aliyeshtakiwa hana kosa, au hata kama atakuwa nalo, sheria inaweza kumtetea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huwa ana ushahidi wa mshtakiwa. Na ushahidi ni kwa sababu gani? Una ushahidi wa mshtakiwa ambao wakili anakuwa nao tayari, ni kwa sababu moja ya kutetea kesi mahakamani. Bwana Yesu asifiwe. Na kisha kuweza kuiondoa au kuifuta mahakamani. Huyo ni advocate, wakili. Ndio maana hata unapokwenda kujipitisha vyeti vya elimu, ulisoma chuo fulani. Kule Tanzania walifanya wakati tunaomba vibali vya kukaa na kuhubiri kama watu kutoka taifa lingine. Unapeleka vyeti vyako vyote kwenye nyumba za mawakili, na wanaweka muhuri kuonyesha kwamba hivi vyeti vya masomo ni original, sio fake. Unaona kazi za mawakili, wanajaribu kuangalia kitu ambacho ni original katika ile kesi. Pia ukweli uko wapi? Uhalisi wa hili jambo ni upi? Bwana Yesu asifiwe. Hao ni mawakili, advocates. Na ndio maana kila mtu ambaye anapata mashtaka mahali popote huwa anatafuta mawakili, kwa sababu wanakuwa wanajua sheria left right center, wanaelewa sheria yote. Wakienda mahakamani unaweza unachino wanaeleza nini, ila wanajua kwa kosa lako utakiwa kufungwa, au kwa kosa lako ufungwe miaka fulani, au tunaweza kuletea kwa kipengele hiki ukatoka. Kwa hivyo wanajua namna kucheza na kesi, wanaitwa mawakili. Leo Roho Mtakatifu anafanana na nani? Na wakili wa kanisa. Napenda sana somo la Roho Mtakatifu. Unaweza kufundisha miaka yote. Na pia kwa nini anaitwa wakili? Ni kwa sababu watakatifu hutafutiwa kesi. Andika hiyo. Watakatifu hutafutiwa nini? Wakati mwingi kesi hazipo. Umeshasamehewa, umehesabiwa haki, umeitwa wewe ni mtumishi wa Mungu. Kesi iko wapi? Lakini shetani alivyo ajabu asivyokwenda shule, huwa anatafuta vikesi kwa watumishi wa Mungu, hutafuta kesi kwa watakatifu. Nisikilize vizuri. Hutafuta kesi za kupanikiza kwa watakatifu, aidha katika huduma, hiyo huduma ionekane sio ya Mungu. Mnanielewa kweli? Usikilize vizuri. Kesi ambazo adui unaandaa juu ya watakatifu huwa zina mambo ya ajabu sana. Kesi hizo zinahusu kwanza huduma. Pengine hiyo huduma ionekane sio ya Mungu, kanisa lionekane sio la Mungu, au watu waonekane hawana Mungu. Yaani huwa ni kesi, ukiziangalia hazina, Kiswahili wanasema mashiko, hazina mahali pa kushika. Unanielewa? Lakini zinatengenezwa na adui kwa sababu analenga kuwashambulia watakatifu. Amen. Adui pia wao wanatengeneza kesi katika maisha yao. Anaweza kuvamia tu afya, anaweza kuvamia uchumi, anaweza kuvamia mambo fulani kwenye maisha yao ili tu alete kesi. Ndio maana tunahitaji nani? Wakili, advocate. Amen.
Unisikilize vizuri sana. Lakini pia huwa analete kesi za dhambi ya awali. Mtakatifu amesamehewa na dhambi imeondolewa. Sio mzinzi, sio mashrati, sio kahaba, sio mtu mchafu tena. Amehesabiwa haki kwa damu ya mwana kondoo. Lakini adui anachokifanya huwa anatafuta zile dhambi za awali ulizokuwa unaziishi. Amen. Anaanza kutengenezea kesi. Tunaweza tukamshika huyu, tunaweza tukampaka tena tukasema ni mchafu. Tunaweza tukatengeneza kitu aonekane hajaokoka. Unanielewa kweli? Ni nyumbani, ni kazini, ni wapo popote, barabarani, kwenye ukoo, ili asitokee mtu wa kukuamini. Hiyo inatokea sana. Huwa anatengeneza vitu vinavyofanana na kesi. Ndio maana wapo watu wengi walio na Mungu wa kweli, lakini watu hawaamini. Kwa nini wasiwaamini kama Mungu ni wa kweli? Zinaitwa kesi za adui. Huwa anaandaa vitu vinavyofanana kama vya kushusha cheo, shusha nafasi, ondoa heshima, ondoa ushuhuda. Amen. Lakini pia adui huwa anaandaa kitu kinaitwa hila. Wewe sikiliza vizuri, kuna watu wanapelekwa mahakamani na wamekamatwa mitaani, wanapelekwa mahakamani, hakuna kesi juu yao, lakini ni hila imetengenezwa na watu. Fungeni huyu mtu asionekane hapo. Yuko mchungaji mmoja, walikuja watoto kwenye ibada. Huyu anamvaa watoto wadogo tu, umri wa huyu ni mdogo, wakubwa kidogo kwa huyu msichana. Amen. Wakaingia kwenye ibada. Walipomaliza ibada, watoto hao wakaenda kwa pastor nyumbani. Unaona watu walivyowaja, na watu wamewatuma. Wakamaliza ibada, wakaenda kwake pastor nyumbani. Na wachungaji si lazima wawe mkarimu, ukaribisha watu, wewe usifukuza watu wako. Wakaja nyumbani, eti wakamwambia pastor, tukusaidie kwenda maji haya. Walikuwa wanachota maji mahali. Mnaelewa nasema nini? Wakachukua maji wakaondoka. Wakaenda wakabeba. Ikifika saa 10 wakaenda. Siku ya Jumapili. Kumbe bwana shetani hakwenda shule namna hiyo. Nasema kwa namna hiyo hakwenda shule kweli. Kesho asubuhi wameenda na anajua wanatoka wapi. Na walikuwa ni majirani. Kesi imetengenezwa mbichi, haijaiva. Kesho asubuhi anashangaa amejua na barua polisi. Akauliza kuna shida gani? Akaambiwa usituulize maswali, utajibu huko. Yeye hamjui. Tunakuwa makini sana, tunajua haya mambo. Watumishi wa Mungu wanafanyanga vitu, na mimi huwa sifurahii watu wakisema watumishi wa Mungu. Kuna vingine wao sio vya kweli. Sio kila kitu ni kweli. Kuna mambo mengine ukiongea kuhusu watumishi wa Mungu, mimi nakuangalia tu. Kwa sababu nishapita mengi, nimeyaona. Watumishi wa Mungu wanatengenezwa kesi hazipo. Wanatengenezwa maneno hayapo, na ndio hivyo ilivyo. Kufika polisi, kawekwa pingu. Kaambiwa ingia hapa mahojiano. Wewe umeripotiwa umewabaka watoto wawili. Wapi? Hapo kwako. Nakumbuka kwao haikuwa nyumba iliyojitenga. Kwao wanaishi kwao, manake nyumba zipo kama pale kwetu, zipo tu, watu wapo. Alifanya saa ngapi? Mtu hakusikia. Na muda huo watu wametoka ibada, wako nyumbani. Inaitwa kesi za kutengenezwa. Na kuna watu wako mahakama ya Kenya, wako magereza ya Kenya, hawakukosa lolote. Nimeona mtoto mmoja kwenye mtandao, waitengeneza mama yake ndiye alitengeneza kesi, yani alimwacha baba yake, wameachana, akatengeneza kesi kwamba baba amembaka mtoto, na ikapikwa vizuri mpaka baba akaingia gereza. Mpaka mahakimu, mawakili wakafuatilia, na mahakimu kesi mwanzo mpaka mwisho, wanakuja kundua ameshamaliza kifungo. Msichana ameendelea na maisha, mama wamechukua mali, wametawanya, wamefanya mambo yao. Sasa wanataka atoe ile mali.
kesi imemalizika na mtoto anahukumiwa tangu baba ameenda gerezani, lakini hana pa kusema, maana anamwambia mama, usijaribu kuongea chochote hapa, mimi ndo mama. Watu wanajua kueleza kesi. Kwa hivyo kama heshima mama yake asiongee chochote, baba kae gerezani huko, mali watumia wanavyotaka, na walitumia. Ile mtoto aliteseka sana mpaka mwisho babake anapotoka kutoka gerezani, anatoka mama anakwenda analia, anasema baba, ni kweli kesi ilitengenezwa, sikukwambia, mama ndiye alifanya hiki. Unasikiliza? Nishaiona mimi. Baba mtumishi wa Mungu anaambiwa, polisi anauliza, mimi kabisa, akauliza mimi mtumishi wa Mungu nilifanya nini? Saa ngapi? Akamwambiwa si saa ngapi. Muda wanasema sahihi kwa sababu wameambiwa walikuwa saa ngapi kwake. Lakini matukio, mama yake alikuwa hapo, ndugu zake walikuwa wanaishi hapo. Alifanyaje? Wakaanza kesi, wakanunua mpaka madaktari. Usikilize adui alivyo ajabu. Wakanunua madaktari, wakawalipa. Wakanunua mawakili, wakawalipa. Yaani kila mtu ananunuliwa pesa. Wewe jamaa wewe ndani. Na kesi walikuwa wanataka kufuta ile huduma isionekane popote. Pastor alikuwa mvuta bangi zamani, akaokoka, akaacha bangi. Wanataka wafute utumishi tena baada ya kutoka kwenye bangi. Haya. Kilitotokea, kesi ikaanza kutengenezwa, ikapikwa. Mtumishi wa Mungu akasema, mimi sikutenda, kwa sababu hiyo sitaki mtu auze chochote wala kutetewa, sitaki. Nipelekeni kama mnaweza. Kwa hiyo walikuwa wanakwenda tu hivyo kichwa hivyo mpaka wakashika, wakapeleka gerezani. Pata akaacha kanisa, wewe unajua atakuja huko siku moja. Wakapeleka gerezani. Pastor akaanza kutumikia kifungo Kigoma, mwisho wa Tanzania kuelekea kusini Rwanda, Burundi. Kule kapelekwa gereza zito, gumu sana. Pastor akaendelea kutumikia kifungo. Lakini mama yake, kwa sababu alikuwa anampenda mtoto, unaitwa upendo wa Mungu, akafuatilia kutafuta wakili na yeye. Wakili ndio nakufundisha habari ya wakili. Atafuta wakili ambaye anaweza kutafuta hakimu, wafuatilie mwenendo wa kesi hii. Ni kweli ilitokea, ushahidi wa ulete. Maana wamelipa, mpaka watoto wameambiwa namna ya kuongea mahakamani. Watoto wadogo tu wamempita huyu, wanaweza kuongea mahakamani. Wanaeleza alifanya hivi. Hakuna kitu. Watoto. Mwisho wake astakawekwa nani, akaendelea. Mahakimu na wakili aliyechukuliwa na familia akafuatilia, wakaenda kwa hakimu na kesi imeshapitishwa, ameenda gerezani. Lakini wakaishtua mahakama kuu ya Tanzania. Kuna hakimu alikuwa huko na wakaongozwa na wakili. Wakamwambia, wewe unajua sheria kuliko hawa, kwa sababu katika sheria huwa kuna viwango, sawa? Kuna mtu anafanya kazi kwenye wilaya na mkoa, na kuna taifa, na kuna mahakama za chini ndogo, na kuna zile kubwa. Kwa hivyo unaweza kukuta kule juu na uwezo kuangalia mambo kuliko wale chini. Kwa hivyo wakafuatilia, wakagundua hii kitu ngoja imepikwa asubuhi, hakuna kitu hapa. Wakafuatilia kwa sababu ukiwa umepelekwa gerezani, kule inaruhusiwa kwenda rufaa na kesi irudiwe, ili waone ukweli ni kufungwa au sio kufungwa. Kuenda kufuatilia kesi, hakimu wa mahakama kuu na jaji wakasema, hii kitu tumesoma ushahidi, tumeangalia walikotoa taarifa, tumeangalia mzunguko wote, nothing happened. Hakuna kitu kilichofanyika kama hiki. Huyo mtu aachiliwe atoke gerezani. Na kumbuka mimi ndio nimpokea alipotoka gerezani hiyo mchungaji. Na akahubiri kanisani, akamwambia pana madhabahuni hubiri. Mpaka leo amemshika Yesu. Kunaitwa kesi za kutengenezwa. Kwa hivyo usifikiri kwamba hata tengeneza, ameruhusiwa kutengeneza adui. Kwa sababu sisi tuna wakili ambaye anazidi mawakili wote wa dunia, anaitwa Roho Mtakatifu. Kesi huwa zinatengenezwa na adui, zinaonekana kama ni kweli, hii kweli imefanyika. Na kuna watumishi wakitafuta jehanamu hawatapatikana, watakuwa wameenda mbinguni. Maana watu waliwaambia mpaka ninyi ni wa jehanamu, kwa sababu waliwatengenezea vitu wakiwa duniani. Unasikiliza vizuri? Wakili. Na hii inakusaidia usiishi maisha ya wasiwasi, kuogopa itakuwaje. Kuna mambo nilikuwa najiuliza leo. Hapana, tunaye wakili.
akiwa gerezani akakutana na mtu mwingine tena. Akajifanya kama mtumishi wa nani? Wa Mungu. Kesi nyingine ikaandaliwa tena. Ametoka tu huyo mtu akamfuata. Anajifanya ni mpelelezi nini? Kumbe anatafuta namna ya kupeleleza na kanisa hilo. Akaenda akaiba pesa za kanisa hilo. Akaenda. Na kuja kushtuka na mwambia, huyu nitapeli, hakuna kitu. Tutamsaidia tena. Akatoka kwenye hali. Kesi zinatengenezwa. Na naomba nisikilize vizuri. Uwe kwenye ibada. Kesi huwa zinatengenezwa na adui. Hata kuhusu afya. Wakati mwingine wewe mgonjwa kabisa. Adui anaona namna kufanya uwe dhaifu, mara unakielehele sana na Yesu wako. Agonge kwenye afya. So unakuta unafinywa, lakini wewe sio mgonjwa kabisa. Lazima kuweza kujua ni wakati wa kumwambia wakili, nasikia mimi sio mgonjwa, I am not sick. Hebu nisikilize vizuri. Nasikia mimi sio mgonjwa, wakili. Fanya kazi yako. Heal me. Kwa sababu na sio ugonjwa, hii ni kitu imerushwa hii ndani yangu. Ni kitu imewekwa tu, lakini mimi sina this type of disease. Apostle Michael Kopa anasema akazaliwa mtoto wake alafu anaambiwa si hana kiungo gani kwenye mwili. Akawauliza maswali. Siku amezaliwa, mbona amukiona? Mbona mnasema hakika? Sasa hivi anasema hakuna. Akamwambia ateni mchezo, akaenda akaomba. Mama akaendelea mpaka leo. Yaani akamwambia hiyo haipo. Wamesudanganya watu. Adui anaweza kueleza vikesi vya kushika. Amen. Hasa ukifuata njia sahihi. Jipange. Wanasema Kikenya. Huwa anaandaa vitu vinafanana kama kesi. Lengo lake ukate tamaa, uchoke, wache hii safari. Na hata ukanibida umkane aliyekuokoa. Useme sikutaka. Unatafuta mpaka ukane, useme simtaki Yesu. Kati maji. Lazima uwe makini zinapoandaliwa kesi. Kuna maombi ya kuomba, kuna namna ya kukumbuka kuna wakili. Hata kabla hujaomba, ukumbuke kuna wakili. Please. Kama unajua kitu sio cha kweli, don't worry, simama na wakili. Mwambie wakili, ingia ofisini. Ninakuja huko. Atangulia ofisini. Kesi imalizo hujafika. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana kweli? Kwa hiyo nimekuambia sio kila kesi unasikia kwa watumishi wa Mungu. Mimi ni mtu wa ajabu sana. Yes, mimi ninachukia kanisa kuwa mbaya na uchafu na mambo ya ovyo. Lakini sikubali watumishi wa Mungu kusema pasipo sababu. Sikubali. Na sikubali pia kuungana na watu wanaosema watumishi wa Mungu. I never agree. Kwa sababu ninajua adui ni adui. That's what I know. Hajawahi na shule, haheshimu chochote. Ni adui tu. Na hatawahi kutubu shetani, hatawahi kutubu aokoke. Muelewe. Yeye ndiye hana mali yake. Kwa hivyo hana muda wa kuendeleza mambo mazuri. Never. Hajawahi kuokoka na hatawahi kuokoka. Isingekuwa hiyo, kabla ya kutupa kutoka juu, angesema Yesu nisamehe, nikae huko. Unaelewa? Too late for him. Bwana Yesu asifiwe. Please, haya mafundisho yanafaa mtu ambaye anataka kufuata njia straight line. Kwa sababu nikikwambia tu na huna haja na hiyo njia, wewe ni wa hao na mambo ya uchafu, you cannot agree. Lakini nikikwambia mtu ambaye una haja na mbingu na unataka umtumikie Mungu kwa utakaso, utanielewa nasema nini. Amen. Unajua kuna kuzaliwa tu uwe shape kubwa, uwe tu mkubwa, uwe na ndevu, uwe na mvi na ukufe. Kuna hayo pia. Lakini kuna kuzaliwa na una kusudi la Mungu na uko tayari na unaenda kulitimiza. Hiyo ni nyingine pia. Kwa hivyo nazungumza na watu wa aina hiyo ambao wanajua kuna kitu Mungu ameshaweka ndani yao. Na kama nitakitimiza, hao ndio nazungumza nao. Mitume walikuwa moto isipokuwa Yuda Iskarioti. Unanielewa kweli? Roho Mtakatifu watetea, andika hiyo. Nimesema uandaa hila. Roho huyo nini? Shetani huandaa hila. Alafu nimesema Roho Mtakatifu huwatetea watakatifu katika safari ya imani. Hatuendi peke yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unapofikiria nimechoka, kumbe ndio nina nguvu. Unanielewa? I am not alone. Bali kwambie hauko peke yako.
You are the advocate of heaven. Una wakili wa mbinguni. Ana wewe. Everywhere you go, wakili anakufuata. Alafu yuko ndani yako, mnaenda naye. How can you get defeated? Sikiliza. Roho Mtakatifu atatetea watakatifu katika safari ya imani hata ile siku ya nini? Ya mwisho, until the last day. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuko hapa mwaka 2007, wakati wa vita vya ukabila, mnakumbuka? Vita vya ukabila 2007. 2007, vita vya uchaguzi Kenya, mnakumbuka? Nikisema ukabila uelewi, vilikuwa vita vya ukabila. Sasa uelewi hivi. Kenya kuna ukabila mwingi sana. Kanisa la Wamaragoli, kanisa la Wabukusu, kanisa la Wajaluo. Si ndio ukweli? Kanisa la Wakikuyu. Si ndio Kenya ilivyo? Mtapona tu Kenya. Sikiliza. Nilikuwa pale Kenya Assemblies of God number 1. Walikuwa wengi ni Wakikuyu. Na mnajua hivyo. Jina kwanga nini? Kikuyus. Na mimi nilikuwa nimepelekwa kwa sababu nijifunze makabila mengine kuishi nayo katika Injili. So nilienda kwa watu wawili, Christopher andika na mimi. Yeye anacheza keyboard na mimi nilikuwa naimba. Kwa hivyo wakati ile vita vimetokea, mnakumbuka makabila yalikuwa yanapigana. Kwa hivyo wakapigwa. Wakikuyu hata wa huko walikuwa hawana amani kipindi hicho. Na wengi walitoroka na wakajificha. Kwa hivyo tukabaki kanisani watu wangapi? Waluya wawili. Tukakaa muda na mpaka watu wengi wakapotea, hawarudi kanisani. That time nakumbuka nilikaa nyumbani mwezi huu bila kwenda katika kanisa, kwa sababu wakati tunafikiria kuendelea kwenda tuliambiwa na mtachomewa hapa. Kwa hiyo tukaacha kwenda. Mawe tatu unafikiri wapi namba 1? Kwa hiyo tukakaa nyumbani kama Mungu zangu niende wapi? Ndio akaniambia sasa kaa na nakuandaa, na akanipa ujumbe akanipeleka hapa juu. Historia wanajua. Na nikapeleka ujumbe uliokusudiwa kwa wakati. Wakili alinisababisha kukaa muda, lakini hakutoka. Aliniandaa kwa kipindi kingine kizuri. Takupeleka ujumbe. Tumeelewana? Huwa anawatetea nini? Watakatifu. Na katika safari ya imani hata ile siku ya nini? Ya mwisho. At the last day tutakaposema tunaondoka tunaenda nyumbani kwetu. Hatuna wasiwasi na safari yetu mtu wa Mungu. We are sure of our lives. Tuna hakika na maisha yetu. Naomba nisikize vizuri. Anaitwa wakili. Atatetea kanisa hata ile siku ya nini? Ya mwisho. Nataka kurudi kwenye point ya kwanza kwamba wakili anaijua sheria yote. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anajua sheria yote ya ufalme wa Mungu. Anaielewa mwanzo mpaka, nisikilize vizuri, tu kwenye ufalme wa Mungu. Anaielewa sheria ya roho ya ufalme wa Mungu, anaitwa Roho Mtakatifu, the Holy Spirit. Amen. Kwa hiyo ana uwezo wa kuwatetea watakatifu kwa namna yoyote. Kwa sababu hiyo sheria anaijua, anaitenda, anaishi, alishiriki kuitunga. Ndiye mwenye sheria hiyo ya ufalme. Tumeelewana kweli? Kama wakili wa ufalme, it means walimpa uwakili kwa sababu Yesu hakuitwa wakili. No, savior. Huyo anaitwa wakili, kutetea, kusimamia kesi, kupigana zifutwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye anaitwa mtetezi, lakini kwa sababu gani? Yeye anaijua sheria na amehitimu kama mwalimu wa hiyo sheria. Ukitaka kujifunza mambo ya rohoni, omba sana kuongozwa na Roho Mtakatifu. Utajifunza bila ugumu. Amen. Utapokea mafundisho hujawahi kuyasikia popote, ila kwa yeye tu aliye na uzima. Nipe kitabu cha Wakorintho sura ya 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Nazungumzia habari ya mwanasheria mkuu, huyu Roho Mtakatifu anayejua sheria ya rohoni. Anayejua sheria za rohoni. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 10.
mpaka mstari wa 14. Yes. Soma kwa bidii. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna anayefahamu ila Roho wa Mungu. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Amen. Fika tu hapo mstari wa 12. Hebu nieleze haraka. Sikiliza. Anasema nazungumzia wakili wetu Roho Mtakatifu. Sikiliza, anasema Wakorintho kwanza sura ya 2 mstari wa ngapi? Wa 10 hadi 12. Yet to us God has unveiled and revealed them by and through his spirit. Kwetu sisi Roho Mtakatifu Bwana Mungu amefunua na kuyaweka wazi haya yote mambo ya roho through his spirit, kupitia Roho wake Mtakatifu. Anasema for the Holy Spirit searches diligently. Roho Mtakatifu huchunguza kwa bidii. Fikiria hivyo, sikiza vizuri. Huchunguza kwa nini? Kwa bidii. Exploring, akiyavumbua. Exploring, kuvumbua. And examining everything, na akiyachunguza kwa kina mambo yote. Even sounding the profound, hata kuweza kuyawasilisha kwetu mambo makuu and bottomless, ya kina. Things of God, ya Mungu. Maana kadiri mtu anakusikiliza vizuri, kadiri mtu anapozama ndani ya Roho Mtakatifu, kadiri anapoendelea kwenda, kuna kitu kinaitwa kuongezeka katika maarifa. Yaani unaendelea kwenda unajua sana. Ndio maana unaweza kufika mzee, kuna mambo huwezi kuambiwa tena. Kuna utumishi huwezi kupangiwa. Yaani unaenda to flow. Ndio maana angalia watumishi wa Mungu walio wengi. Kadiri Mungu unavyoenda, ndio viwango vya utumishi vinapanda. Na ni wale ambao wamebaki magotini wakimtafuta Roho Mtakatifu. Akifika mzee anafanya mambo yanashangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtumishi mmoja alikufa, ameshakufa. Yeye alikuwa anakaa kwenye kiti. Alafu anasema viwete ondokeni, na wanaenda. Viziwi sikieni, wanasikia. Kuna vipofu oneni, wanaanza kuona. Naona. Hata usiposema amen. Yaani mtu amekuwa mpaka ameenda ndani ya Roho Mtakatifu. Kuna mambo hana kusukumana mpaka utoe sauti. In fact, shout. Uwa sio Mungu, ni sisi. No. Sisi ndio tunashout. Amen. Bwana asifiwe. Na wewe ukishout unafikiri nguvu zinaongezeka, haziongezeki. Unaongeza na hisia zako. So na feelings. Haleluya. Unaweza kuruka haraka. Kwa hivyo ni wewe ndio unaruka haraka na pole pole, sio Mungu. Kwa hivyo wakati mwingine anashika tu mic. Akisema haleluya, mapepo yametoka. Hajasema hata kwa jina la Yesu. Haleluya, mapepo yameenda. Kwa hivyo meeting mkutano unakuwa free mapepo. Hakuna mapepo hapa. Amekuwa anasema kadri tunavyoendelea kwenda, anasema naye amewafanya muweze kujua mambo ya kina, sawa? Ya Mungu, the divine counsels, ushauri wa kimungu, and things hidden, na mambo yaliyofichika, and beyond man's scrutiny, ambayo hayamo katika hali ya kuchunguzwa na binadamu. Yaani kuna mambo binadamu hawezi kuchunguza. Anajaribu, anakuta haiwezekani kwa sababu yeye ni mwili. Lakini Roho Mtakatifu, nisikize vizuri, anaweza kufunulia hata yale ambayo mwanadamu hawezi kuyachunguza. Ulisikia wimbo fulani ukiimba hapo, umenifundisha mama ambaye watu hawakunifu kunifundisha. Ulisikia wimbo? That is power.
Kuna mambo Mungu anakufundisha na kukufunulia watu hawajawahi kukwambia, na hakuna mtu atakwambia, because hayamo katika uwezo wako, yamo katika uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe. Mstari wa 12. For what person perceives, knows, understands what passes through a man's thoughts except the man's own spirit within him. Ni nani aelewaye mambo ya mwanadamu kwa lugha rahisi isipokuwa roho iliyo ndani yake? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukitaka kumjua Abigail, utafute roho iliyo ndani yake. Ndio inajua, si ajui. Umeelewa nimesema nini? The spirit within ndio inajua. Na ndio maana siku ya mwisho inaondoka kwenda kutoa taarifa. Alinisumbua sana kwenye huu mwili. Nikimwambia fast hataki. Nikimwambia acha usinzi haelewi. Kwa hiyo roho itaenda kutoa taarifa, maana inajua mambo yako. Fikiria, anayejua mambo yako ni hiyo roho. Useme unamjua mtu, unamfahamu tu fahamu, lakini sio kujua. Kwa sababu anayejua mambo ya mtu ni roho aliye ndani yake. Hapa anasema lakini Roho Mtakatifu, oh my God, mstari huo unasema just so no one desires comes to know and comprehend. Hakuna awezaye kupambanua, kujua na kuyaelewa mawazo ya Mungu isipokuwa Roho wa nani? Wa Mungu. Umeelewa vizuri? Hakuna anayejua mambo ya Mungu isipokuwa Roho wake. Inakutofautishia. Anayejua mimi Victor sana ni ile roho iliyo ndani yangu. Ndio maana siku ya mwisho hataenda na wewe utoe hesabu yangu. Ile roho inatosha. Mwambie mwenzako hiyo roho iliyo ndani yako inatosha kusema mambo yako. Kama ulikuwa mlafi, mwambie mwenzako hapo ulikuwa mlafi. Mbona mseme kama ulikuwa mlafi itasema habari hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata ukitaka kufa inasema unaenda jehanamu au mbinguni. Huwa inasema nobody dies. Hii vitu mnakasema kwenye misiba, kwenye matanga, unasema mpeleke mahali wapi? Sio tunamwombea. Uwezi kuombea mtu amekufa, muombee sasa. Mbona mjasema amen? Si muombe, mnasikia wanasema kwenye matanga huko. Tunaombea roho ya mfu. Roho ya mfu inaombewa. Tunaombea roho yake iende mahali wapi? Mnaiombea alikuwa wapi kuomba? Roho yake imeshatoa taarifa. Akikuja unamkamata apite nyuma, sawa? Roho yake imesha toa taarifa. Mnaenda mwili hapa unanuka tu hapa. Zikeni. Huyu kashatoa taarifa huko. Unamsemi amen. Au utaambia watu wakae na wewe wiki 3 ndio wakuziki. Unamalizana hii kesi tu. Nikimzima tu uchimbeni mwenge naye. Maana hakuna kazi nyingine hapa. Hapo tuseme amen. Najua Kenya matanga ni dili. Na mtu akufa ni dili pia siku hizi. Samahani kwa kusema hivyo, lakini ndio ukweli. Si ndio? Lakini uelewe, mtu akishamaliza hii safari hakuna kitu anafanya. Roho yake imeshaenda kusema kwa Mungu kulivyokuwa kunaenda duniani. Inaenda kusema habari yako mawe tatu. Ulikuwa unavaa uniform ya kanisa lakini mambo yako sio smart, sawa? Kwa hivyo inakwenda kusema pamoja na uniform ya kanisa alinisumbua. Kwa hivyo roho yako inaelewa mambo yako. Sisi tunajua tu kwa sehemu, tunafahamu kwa sehemu, lakini kuna kitu kinajua mambo yako, inaitwa roho iliyo ndani yako. Nisikilize tena niendelee kumaliza maandiko hayo. Now, sisi hatujapokea roho ambayo ni ya dunia hii, but the Holy Spirit who is from God. Lakini tumepokea Roho Mtakatifu atokaye kwa nani? Kwa Mungu. Tumepokea Roho Mtakatifu atokaye kwa nani? Given to us that we might realize and comprehend. Tumepewa sisi huyo Roho Mtakatifu ili tuweze kutambua. Nisikilize vizuri, tuweze kujua. Umeshaona wameandika pale comprehensive school. Maana ya comprehensive ni kujua kwa kina. Comprehensive. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sio comparative, comprehensive. Comparative kujaribu kupimanisha, compare, kupimanisha hiki na hiki kama vinafanana. But comprehensive ni uelewa, kujua kwa kina. Kwa hivyo inamaanisha hii shule inafundisha watu wanajua kwa kina. Sasa tutajua baadaye. Inafundisha watu wanaelewa kwa kina. Sasa tutajua kama kweli zinafundisha au zinaitwa comprehensive majina tu. Haya. Anasema and appreciate, na tuweze kuzifurahia na kushukuru kwa sababu ya karama. Unaona? Roho Mtakatifu akija kwetu anatufanya tutambue, tushukuru na tuweze kuzijua karama. Anasema
of divine favor, za kibali cha kimungu, and blessing so freely and lavishly, na tuweze kujua zile baraka na zilizopewa kwetu bure na Mungu wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa naomba nisikize vizuri na nataka unielewe kwa haraka, kwa sababu naweza nikaeleza na nikatumia Kiingereza kingi badala ya Kiswahili. Ni hivi. Umeokoka? Yesu ni Bwana. Kuna vitu hujui kuhusu maisha yako. Na huo ndio kweli. Na hakuna mtu amekwambia. Na hakuna mtu atakwambia. Kuna mahali tu ukikosea, you never know. Kwa nini? Kuna sehemu inaitwa Roho Mtakatifu. Hakuna mtu anaingia kwa hiyo nafasi. Hata pastor wako hawezi. Hata prophet kama wewe hataweza. Inatakiwa wewe ujali nguvu za Roho Mtakatifu na ukubali akuelekeze na kukufundisha na kufunua mambo yote yaliyofichika kuhusu maisha yako. Umeelewa? Na ndio maana ukishaokoka na kuambia wewe unaomba tafuta nguvu za Mungu, unaanza kuniangalia. Unafikiri polisi, sio polisi na kusaidia. Because kuna mambo I will not stand here kila siku na kuambia Bwana amesema sio salamu. Maana kuna mahali sitaweza kufika. Inatakiwa Roho Mtakatifu akukamate Melkizedek wewe, aanze kukwambia ndivyo kulivyo safarini. Amen. Manielewa vizuri. Basi acha nitoe mfano wangu mwenyewe ili nikueleze nasema nini. Nilipookoka sikujua nitakuwa mhubiri. Mimi nilijua nimeokoka niende mbinguni ndio. Si unajua tunaokoka twende mbinguni all of us, hata wewe sio? Sasa hii mambo ya preach sijui na nini. Haikuwa sio sehemu yangu. Na mimi nilikuwa sina mawazo haya kwa sababu mimi nimeokoka nasema atakayeokolewa anaurithi uzima milele. Atakayeamini na hili atapata uzima wa milele. Kwa hivyo mimi niliishia kwenye uzima wa milele first point. Na sikujua Mungu ana mpango wa kunitumia kwenye maisha yangu. Kadiri niliendelea kuomba na kutafuta uso wa Mungu, nilianza kuona ndoto. Siku moja nikaota ninahubiri mkutano na watu wamejaa sana. Nilikuwa shule. Nikahubiri mpaka nikamaliza, alafu nikafunga mkutano. Nikashtuka niko shuleni. Nikauliza sasa hii ndoto ya kuhubiri kwenye mkutano na mimi ninasoma, maana yake ni nini? Unanielewa? Roho Mtakatifu alikuja kuniambia you are a preacher. Sio kwenda mbinguni tu, wewe ni mhubiri wa Injili. Na mimi nielewa kufika hapo. Kwa sababu nisipokuambia hivyo unaweza kuuliza na anaeleza kitu gani? Inawezekana Mungu atakutumia kuponya wagonjwa. And then unaanza kuona ndoto au unasikia moyo unakusukuma ukiona wagonjwa usipite. Mimi hajanifanyia hivyo, ila wewe unakufanyia hivyo. Nini anakuambia? Roho Mtakatifu anakufunulia mambo ulikuwa hujui. Na wewe ulikuwa umepanga hata kuponya wagonjwa kweli? Ulikuwa unapanga kuwaambia muende Soisamu au Likuyani mdungwe sindano mpone. But anaanza kukuambia hii tutakanzo kabla ya Soisamu. Kabla ya Likuyani tutamalizana na hii kesi. Na wewe hujui, nani anakuambia sasa? Na wakati mwingine mimi Mungu aje niambie nikwambie, inabidi akupeleke mwenyewe kwenye ndoto, akuambie, asukume moyo wako kuombea wagonjwa, ndio uanze kuelewa wewe umeitwa kwa ajili ya kuponya wagonjwa. Hayo mambo kila mtu amepewa kwa sehemu yake. Amen. Anayetuambia ni Roho Mtakatifu, anayetufunulia. Wewe ni nani? Amen. Wewe hatujaokoka kwa sababu ya kwenda mbinguni. We are not just saved because we are going to heaven. We are saved because of the works of the living God. Tumeokolewa kwa sababu ya kazi za Mungu aliye hai. Kadiri utakavyotafuta kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, ndivyo utakapopata kufunuliwa wewe ni nani, karama, vipawa vilivyo ndani yako na kile Mungu ametaka ufanye na kuishi kwenye haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo watu wote watakaopepa habari za Roho Mtakatifu, you will never know what you are. Huo ndio ukweli. Kama umejiandikisha kwenye dini, no problem. Dini haina shida, but to know what you are and whom you are, na utafanya nini kwenye maisha yako kwa ajili ya Mungu,
You never know it because yeye ndiye amepewa nafasi ya kuyafunua yaliyofichika. Sijaenda Tanzania, niliona ndoto. Sio mara moja. Nikiwa hapa kwetu. Hapa ninapoishi. Napelekwa kwenye ulimwengu wa roho na hubiri Tanzania. Naona ndoto, naongea na watu Kiswahili kizuri, na hubiri na fundisha neno la Mungu. Naona mambo makubwa, naona naimba. Sasa nikawa nauliza Mungu, hivi vitu ninaviona vina maana gani? Ananiambia nitakupeleka nchi ya kigeni siku moja. I'll take you to a foreign nation. Na nikaanza kuambia watu kanisani kule, mimi nitaenda mataifa. Wananishangaa. Hawajui nimeona ndoto. Na siwaambii nimeona ndoto kwa sababu sio vizuri kuambia umeona. Unakumbuka kitu mpata Yusuf, sio? Alisema nimeona mtu inainamia, kesi itaanzia hapo. Hebu usiwaambie wewe mimi nitaenda. Hawajui chochote, unyamaze, ni siri yako. Kwa hiyo nilikuwa namwambia nitaenda mataifa. Wananiuliza wewe unaenda wapi? Mataifa ya wapi? Kumbe mimi Bwana ameniambia you will go. Hata huduma nayoifanya leo ananiambia utatumika kujenga misingi sahihi katika kanisa langu, the right foundations. Na akanionyesha ninachora madhabahu, physical, spiritual. Ninachora, ninaweka ile vyuma, ninapanga. Yaani nikamuuliza unanifundisha nini? Akaniambia utafundisha watu kufanya huduma yangu katika kanisa langu. Niliona 2005 mbali sana ndoto. Leo ni 2000 na ngapi? Bado tangu. Kwa hivyo ukikaa ndani ya Roho Mtakatifu, unahitaji kwenda kuambia watu, kuwauliza wanasemaje juu yangu. Kaa ndani ya Mungu upate taarifa za kutosha. Roho Mtakatifu. Wakati mnamtafuta Roho Mtakatifu, you have to know what you are. Unajua kama umekoma tu, umeokoka uende mbinguni, utatusumbua na hapo. Because tukikwambia mambo ya rohoni hauelewi na hutaki kusikia, because wewe umefika kwenda mbingu, hauna zaidi ya hapo. Ministry utajuaje? Atakwambia, anasema atatuonyesha hata baraka tulizokusudiwa. Hebu nisikilize vizuri. Nataka mnisikilize vijana. Mnanisikia? Mnanisikia? Mtu asikudanganye njiani I love you. Mnisikilize vizuri. Mnasikia? Mtu asikudanganye. Hata hayo Mungu huwa anafunua na kuyaweka wazi. Unajua vijana wengi wamepotea na kuharibika na kupata shida. Ni kwa sababu gani? Hawakujua kuna namna Mungu amepanga maisha yao. Naomba mnisikilize vizuri. Just look at me and listen. Hawakujua Mungu amepanga maisha yao. Wao watumishi, wao watu wa baraka kwenye ukoo, familia na taifa. Wakaishia kwenye kitu mnaita love. Nini? Mnasema haina macho. They are now crying. Because wangekaa kwa Mungu kama mlivyokuja leo na mkae ndani yake Roho Mtakatifu na mjae. Unajua unajaa mpaka unakuwa roho. Atakupeleka right direction of life. Ni wapi unaelekea? Lakini kwa sababu ya kukosa Roho Mtakatifu, mahusiano yameua vijana. Mmenielewa? Kijana tu mzuri kama huyu anaanza kujaribu na wasichana, every lady, kwa sababu kuna kitu umekosea. Ukimtafuta Mungu, hata hayo hata kuelekeza. Kuna mambo makubwa kuliko hivi vitu. Those are simple matters. Amen. Atakupeleka mahali ambapo unataka utimize kile kilichofanya uishi duniani. Unajua kuna kile kimefanya uwe hapa leo. Sio kusoma, sio kuoa na kuolewa. No. Sio kufanikiwa kwenye mambo ya dunia tu. Ufanye kile Mungu alitaka. That is all. Hata ya mingine usipofanya, hilo ukifanya mbinguni unaishi na hapo utafanikiwa. That is all. Unajua baraka za mtu zinakuwa katika wito wake na kile alichokusudiwa na Mungu. Na Yesu anatuambia Roho Mtakatifu ametufunulia yote, mpaka zile baraka alizokusudia Mungu. Tunajua kwa njia ya Roho Mtakatifu. Nikupe mfano mwingine, sawa? Na nakueleza ili uelewe. Siku moja nilikuwa sijatoka hata kwetu kwenda Tanzania. Nilikuwa nimeenda college baada ya form 4. Nikaota ndoto. Wakati huo kuna ndugu yangu mmoja alikuwa ni uncle
mjomba. Nilikuwa nimeenda mahali, akachukua kitabu changu akaficha. Na kitabu hicho kilikuwa ni kitabu cha Injili. Nilikuwa nimeanza kuandika nini? Vitabu. Na akakipoteza kabisa, akachukua na akaficha na nikaenda hiyo. Cha kwanza. Ilikuwa kama malimbuko yani. Nikasika sana, nikapata sina amani. Mungu akaniambia, wewe msamehe, alafu uanze kuandika. Na utakapoanza kuandika, utaandika vitabu vingi kuliko kile ulipoteza. Tusikize vizuri. Nilipoanza kuandika kile kitabu nililala. Nikaota ndoto niko kwenye maktaba. Maktaba ni nini? Library, bookshop. Library ya vitabu, library. Nikaona vitabu vimewekwa kwenye shelf vingi sana, kwenye kabati vingi. Vimeandikwa Victor Msere Akidiva, Victor Msere Akidiva. Nikauliza Mungu, hivi vitabu vyote vimeandikwa majina yangu kwa nini? Akaniambia utaandika vitabu vingi sana. And it's true. Mpaka hapa niliposimama hapa nimeandika vitabu vingi tu. Sijaanza kuvitoa. Nilitoa kimoja nikiwa Tanzania, nikaweka pending. Na hapa mpaka naandika vingine. Vitabu viko zaidi ya 20 by now. Kwa hivyo alinionyesha nimemaliza form 4 utakuwa mwandishi wa vitabu. Hayo nisingeyajua kama ningefuata wasichana au janielewa nimesemaje. Sawa? Kama ningefuata hizi skirts na wanatembea bana nguo, nisingefika hapo. Na wala nisingejua nini Mungu anataka. And I want to tell you, we shall have a big picture ya vitabu vyangu tukeni. My own. Ukikuja na wewe vitabu vya kwangu. Na hata Mungu akitusaidia baadaye tutakuwa na nini? Christian Reading Book Center. Yaani watu wanakuja tu, wanasoma vitabu na wanarudi nyumbani. Ukitaka kitabu cha ukombozi unaingia unasoma Deliverance unamaliza. Ukitaka kusoma cha vijana unasoma. Ukitaka kusoma cha kina mama, you come and read and go. It will happen. Kwani hayo alinifunulia. Najaribu kuambia nini? Mambo yote aliyonayo Roho Mtakatifu kwa ajili yako atakufunulia ikiwa utamtaka sana. Amen. And I'm happy nikishika kalamu hivi huwa material ina flow. I think sijawahi kuchukua vitabu vingi. Kitabu kimoja ndio niliandika muda mrefu, kile cha kuishi na zinaa. Ni kikubwa sana, more than 200 pages. Nilichukua muda mrefu. Lakini vitabu vingi niliandika mpaka leo. Haipiti wiki 2 nimemaliza kuandika. Only 2 weeks nimemaliza. Nikishika kalamu hivi material inakuja kama vile ninacheza. And I write and finish na naweka hapo naanza kingine. Na mpaka hapa nimeangalia vitabu, nimeandika vitabu ambavyo nitaviandika more than 40 nimeviandika kwenye kitabu karatasi. So hiyo inatokana na nini? Ukikaa ndani ya Roho Mtakatifu anaanza kufunulia baraka. Hizo zinaitwa baraka. It's not about heaven. Ni baraka zako duniani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kung'ang'ana kwenda kuuza nyanya ukitembea na Mungu hajataka uende hivyo? Au hujanielewa nimesemaje? Ametaka uende direction nyingine maana baraka zako ziko huko. Na mimi ninajua kabisa nikimtumikia Mungu vizuri I'm blessed. Haya. I don't sina shida na afya yangu. So long as I'm serving Jesus. Umeelewa nimesema nini? Kuna baraka zinakuwa kwenye maisha yako na hauwezi kuzijua mpaka umeingia kwenye uwanja wa Roho Mtakatifu aanze kukufunuliwa yale unayotakiwa kuwa nayo na kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Msiharibu maisha yenu. Tafuteni kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Tafuteni kujaa nguvu za Roho Mtakatifu. Na katika maombi yako usitake kuonekana wewe umejaa nguvu. Mwambie nifunulie yote aliyonayo Baba kwa ajili yangu. Just reveal to me. Because sehemu ya kwanza huwezi kufanya bila kujua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kufanya bila kujua? No, you must know I'm a preacher ndio uanze kuhubiri. Nilipojua hivyo, mimi na preach. Hata watu wakikosa hapa, mimi wana preach. Naweka mtandaoni na watu wanasikiliza. I just preach. That is my mission. Ndio maisha yangu. Hata Yesu siku moja eti mfalme akamwambia Herodi, eti mwambieni muulize na anafanya nini hapa? Huyo Yesu anafanya nini hapa? Nendeni mwambie mfalme niko hapa kwanza. Na natimiza kile Baba ameniambia. Nitakapomaliza nitaondoka. Unanielewa kweli? Ukishajua mapenzi ya Mungu kwenye maisha yako ndio utaanza kuyaishi. Na yanakuwa ndio mwelekeo ya maisha yako. Teach your child. Where is God?
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Inaitwa kujaa nguvu za Roho Mtakatifu na kuelekezwa. Anasema and blessings so freely and lavishly bestowed on us by God. Kuna kitu kinaitwa baraka tulizopewa bure. Sikiliza. Kuna mambo unasomea iwe yapate. Umeelewa wewe? Kuna mambo unafanyia kazi iwe yapate. Lakini ukiingia katika Roho Mtakatifu, hilo darasa sio la kusomea. Sio umetoa elimu ya kubariki. No. Hii ni baraka Mungu aliyokuwekea kabla hujaokoka. Na unapookoka anaiachilia kwako. Hiyo ndio anasema blessing. Kuna watumishi wa Mungu walikuwa wagonjwa, wakao wanatesheka na afya zao wakiwa watoto. Arome Osei, Apostle Joshua Selman, walikuwa wanagonjwa mpaka mmoja mpaka leo hawezi kumea nywele, huwa ananyoa tu. Maana ni hakuna nywele. Alikuwa mgonjwa mpaka vile vitu vya kuotesha nywele vikapotea kwenye kichwa chake. Na baada ya hapo Mungu akamwambia, imetokea hivi ili uje kuwa ushuhuda kwa mataifa na uhubiri Injili. Unaweza kuona nguvu zao na wanavyotembea na Mungu. Kuna vitu vilifanyika kwao. Arome alikuwa paralyzed, alikuwa amekuwa paralyzed half body. Alikuwa hawezi kutembea full. Na alikaa hivyo muda mrefu. Na kwenye familia yao ulikuwa ukifika, alisema ni miaka mingapi? Kuna miaka ukifika you must die. Na kuna ndege tu anatokea kama bundi akikuangalia na unaondoka. Na watu kwenye familia yao wote walikuwa wanakufa hivi. Akitokea tu akikuona hivi yuko. Na yeye aliwahi kumtokea. Akishaokoka tu hiyo ndege akaja. Akaambiwa namna ya kuomba hiyo ndege akafa. Alafu yeye anaishi mpaka leo anahubiri Injili. Si ungesema amen hata kama unataka kuelewa. Hiyo inaitwa ina baada ya Mungu akamwambia, nilikupeleka kwenye hali ya maisha so that I may use you for the kingdom. Na unaweza kuelewa anafanya kazi dunia nzima. Dunia inarudi kwa Mungu. Ni kwa sababu kuna kitu Mungu alipanga kwa ajili ya maisha yake. Zinaitwa baraka. And from that anaishi maisha mazuri. Yes. Mkati wa wahubiri ambao hawadanganyi watu kupata pesa. No. Na Mungu amembariki. Unanielewa kweli? Amen. Roho Mtakatifu. I want you to understand this. Ninapokuambia utenge muda uombe, wewe mtoto ataanguka. Quickly. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu akusaidie uweze kujua baraka ulizopewa na Mungu. Free. Sikiliza. Bure. Sikiliza. Freely. Kuna vitu vya kufanyia kazi. Si ndio? Unapata A kwa kukaa tu, unafanyia kazi A. Si ndio? Ili uwe mwalimu wa hesabu, you must work hard in mathematics. That is school. Lakini hii inaizungumziwa ni ile Mungu anasema umezaliwa kwenye familia hii ya Wateriki. Hii ya Maragoli. Kwenye familia ya Msere. Alafu anapanga kabla hata hujazaliwa. Alafu ukishaokoka anakuja anakuambia this is what I wanted you to be and I'm blessing you. Amen. Na ndio maana watu wengi ambao wameinuka vizuri ni wale walipokea baraka alizowapa Mungu na wakazifanyia kazi. Yes. Mtoto kama amezaliwa kwa sababu ya Injili, make sure anaelekea huko. Otherwise you struggle kwa sababu ndicho Mungu alibariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi kwenye Biblia kama Ibrahim. Alikuwa na ndugu wengi, but yeye alibarikiwa kuwa baba wa imani before creation. So na baraka zake zimetokana na kuwa ni baba wa imani. And God blessed him. Na hakuna mtu atakayeblani. Ukimlani unalaniwa, ukimbariki unabarikiwa because ameshawekwa kuwa baraka. Amen. Ukikaa ndani ya Roho Mtakatifu naenda kumaliza. Yewe utapata kujua zile baraka Mungu alizoweka juu yako. Amen. Na utafanya tu kila kitu kwa sababu watu wanafanya. Na naomba nisikize vizuri sana. Hautafanya tu kila kitu au chochote kwa sababu watu wanafanya. My God. Bwana Yesu asifiwe. Vijana mnanisikia kweli?
You will not mix yourself with women and men. Wasichana hana wavulana because ni fashion ya maisha ya Wakenya, sio? You are just going because ukifika age fulani mpaka na wewe uonyesha umekuwa. Utaenda hiyo njia. I'm telling you. Anyway, nazungumza kwa wale wanaelekea njia nasema. Nasikia mtu mshauri. You not misuse yourself with the ladies kwa sababu wewe umekuwa na unahisia na una mawazo na una mwili. No. There is a way Mungu anakufunulia wewe ni nani na anakuambia hizi ndizo baraka zako. Can you imagine mtu mwingine anaweza kukuambia hata ukoo haukujui. Sio? Wana guess maisha yako, si kweli? Hata ukienda kweli wana guess maisha yako. Hata baba yako aliyekuzaa wana guess, sio? Si wachache wanajua. They just guess. Tumpeleke hii chuo. Tumpeleka anachoma sufuria. Tumpeleka wao anatengeneza. They just take you anywhere. Because wao wanaona outside. Na mawazo yao yako nje. Kama mimi wanitaka niwe daktari. Of course. Mpaka leo wanaongea. Wakisema tukitamani daktari. Na mimi naomba wanakuja doctors. Mimi ni doctor kwenye neno. Doctors wanakuja. Mimi nimeshaisha hiyo. I cannot go to school and study to be a doctor. Hiyo imeisha. Ndio mwili unaweza kuruhusu lakini siwezi. Na grades ninazo lakini siwezi kwenda. Mimi niko kwenye neno. Bless me in this. Na uliona wakati nimeanza kanisa hapo walikuja friend wakanibariki. Na mwisho wanasema na kiwanja hicho. This is what I mean. Hapo ndipo wamepatia maisha yangu because that's the way I'm blessed. Kwa sababu ningemwambia nipe hiyo plot nijenge majumba ya kupangisha watu. But me I want for the church. That's the way I'm blessed. Na so long as I'm living ndio baraka zangu ziko hapo. So unapata ule ufunuo. Yaani ukikaa kwa Roho Mtakatifu, you don't guess life. Wao wana guess maisha yako. Wanasema unaweza kuwa, unaweza wewe hivi na hivi. Wanazungumza wao tuliota hata waote ndo. That's not you. So ni hao. But you have a life in Jesus. Anayekwambia nani? Roho Mtakatifu. Sasa kuna watu wanaelewa usipoomba na kukaa kwa Roho Mtakatifu hautajua. Utawapoka na utabisbehave kama wasichana wengine. Umenielewa? Unakuta wewe kijana umesema umeokoka but you still do what they are doing. Ni kwa sababu kuna kitu hujajua. Baraka ya mtu akishaijua baraka anacheza kweli because he knows this is where nitaishi furaha na amani. Hapa ndipo nitafanikiwa sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Ben hii. Yeye alipojua ameitiwa kuponya wagonjwa, amefanya kazi. Aliomba na kuelekea huko and hajali na vitu vingine, healing kazi yake. Just heal the sick na wanapona kweli. Na maisha yake yamebarikiwa. You can see him. Na unaweza kuelewa. Mpaka dunia inaelewa na inamwambia njoo uponye wagonjwa wetu hapa. Because they see this is healing. Na unajua yamebarikiwa. Nilikuwa napata ushuhuda jana, nisikize vizuri. Blessing, ukijua mahali umebarikiwa, even your life will be cornered to that direction. Maisha yako yanakunjwa yanapelekwa huko. Siku moja kuna mtoto mmoja anaitwa nani? Joshua, mtoto wa Beni. Alikuwa mkorofi sana. Mkorofi, yani nikisema mkorofi unanielewa? Haeleweki, akashauri, mpaka akasema sasa huyu na mimi ni mtumishi wa Mungu. What will I do? Wanasema siku moja akasikia. Unajua kuna mkurutuna kusikia. Ukisikia umejaa nguvu za Mungu, siku zote usifanye vitu vingine bila kujaa. Ukishasikia umejaa, do anything na itafanyika. Kwa sababu anointing inafanya kazi ndio. So akasikia siku amejaa nguvu, yani ana upako wa ajabu. Akaenda kuongea na kijana wake, akamwambia today uje kanisani. Na wewe kuamini huwa anamwambia sababu zote, lakini siku hiyo alikuja. Alipofika sasa wale wanajua Beni, siku moja ndio tutaweka muda sio mbali, tutanunua screen ya kuweka hapa muone hawa watu wanazungumzia. Akasubiri wakati anashusha anointing kwa watu huko. Akamuita jina, alikuwa kanisani. Kamera. Kwa sababu ya anointing na mafuta, alikuja mbio. Akarusha moto ndani yake. Tangu siku hiyo alibadilika mpaka leo. Iliishia hapo. Ukorofi kaisha, akamwaza na Mungu akaingia ndani ya mbingu bila kutaka. Inaitwa wakati wa anointing. Unanielewa kweli? Na wafundisha hata watoto wanadini nao namna gani. There's a place unafika uweze kucancel, uweze kupiga msichana kama huyu unapigaje makofi. Unasema haki washarati. You can do that. Wewe subiri upaka ushuke, urushe. Ndio utajua mtu anakamata.
nimeenda hivi. Alafu anakuwa salama. Mtoto wake alikuwa smart mpaka leo. Unaelewa? Na imetokana na kule alipobarikiwa. Alikuwa kwenye mission ya kuponya magonjwa, ndio mtu alikuja. Yes. Anataka kusema nini? Tafuta nguvu za Roho Mtakatifu sana. Na uwe makini kusikiliza. Mungu hakuambii story. Roho Mtakatifu akianza kukwambia you will be this. Shika hapo. Ishi maisha matakatifu. Amen, usubiri. Sawa sawa? Fuata njia. Usijichanganye. Please, usijichanganye. Kwa sababu ndicho Mungu anakitaka. And as I speak like this, mimi naongea na watu wanaelewa nasema nini. Mungu ataongea na wewe. Atakwambia nimekuita. Kwenye familia wana guess maisha yako, wanabahatisha tu. Sio ukweli? Kabila lenu haliwezi kusema maisha yako kweli. Kwanza ukisema wewe ni prophet, wewe ni pastor kwenye familia hii. Hakuna kitu kama hicho. Because hawezi, hiyo sio kazi yao. Na ukitaka watambue utapata shida, utaumia moyo. Siku moja niliumia sana. Mungu akaniambia, wewe ulikuwa mzaliwa wa kwanza, funga mdomo endelea safari yako. Si ulikuwa mzaliwa wa kwanza alafu niokoe? Mimi naendelea kuokoa, wewe endelea safari yako. Yes, wewe mzaliwa wa kwanza. In fact today I may repeat it again. But they go another direction. So long as you are the firstborn and you open the womb, be happy they are gone. That's all. Achana na mambo mengi. Kwa sababu wewe ndio firstborn na ufurahie kuwa firstborn. Kwa wokovu kwenye nyumba hii. Na mimi nafanya kazi yangu ni yakio. Wewe ndio kazi yako. You are still firstborn. Hakuna firstborn mwingine wewe. Yaani leo Mungu ameniambia leo. So unanielewa wewe? Kuna baraka Mungu amekuwekea. Ukoo wenu hauwezi kujua wewe ni nani. Haiwezi. Na ukitaka kufuata utaona watoto kufanyia. Watapanga tu 23 upate mwanaume. Wanataka muombe, sio? They want to change that. Lakini Mungu amesema maybe go to 27, sio? Anataka kupeleke mahali hata utembee mataifa. Lakini wao wanasema stop this. Maybe ambiwa 21 get married. Liambiwa 21 uoe. Nikamwambia mzee hakuna hiyo. Nikaacha. Naenda kuhubiri, ninahubiri mpaka 35. Na Mungu akanibariki. Sio naelewa unasema nini? Inatakiwa ujue Roho Mtakatifu amekuwekea baraka. Mungu amekuwekea baraka, lakini atakaye kupa taarifa kamili ni nani wewe? Ni Roho Mtakatifu. Ukikosea kumfuata Roho Mtakatifu, yale mambo ya kutaki maombi, nguvu za Mungu hapana, mambo ya rohoni unapita pembeni, unakuwa mtu wa dini. Utabaki mtu wa dini until you are. Kwa sababu kesi sio kwenda mbinguni. Kuna kitu takiwa uwe kwenye maisha haya. Atakaye kuambia nani? Nataka niishie hapo, sawa? Jumapili ijayo nitazungumzia kisa cha mtetezi. Kuna kisa kimoja kwenye Biblia nitakizungumzia cha mtetezi akiwatetea watumishi. Jumapili ijayo. But now I want to end. Niseme hivi. Kuna maisha umeandaliwa. Kuna baraka umeandaliwa. Utazijuaje? Roho Mtakatifu. Pray. Na hapo hakuambii wewe na huyu, anakuambia wewe peke yako. Because you are the one who is blessed. Wewe angalia vijana wanavyokwenda kwa sababu wametoroka njia ya uzima. You fix life. Unajaribu wake up life, unafix na kufix. Kwa sababu unaenda unavyotaka wewe. Hata katika familia watu wanakuwa na baraka tofauti. And ni wale tu wanaenda kwa Mungu wanapata usahihi wake. Otherwise unaweza ukawa mwalimu bogus. Obvio. Kwa sababu ulikuwa mwalimu, but the way you handle this thing sio kama Mungu alivyotaka. Kwa sababu kwa Mungu hiyo upate taarifa ufanyeje. Yes. Naomba Mungu akusaidie kuelewa, because I may think wewe hujaelewa kumbe umeelewa. Hivi kuna maisha aina yake na baraka zake ambazo kila mtu anapookoka anaitwa mwana, sio? Hata mtoto unajua unampeleka shule gani? Nimemtoa huyu pale, nimempeleka huko chini. Ni kwa sababu niliishi hapo, sio sawa nimpeleke huko. Hiyo ni mimi, sawa? Na baba naye huwa yuko huko kwa mbinguni. Anajaribu na siku zote anataka upate kile anachokitaka yeye uwe nacho kwenye maisha. Kuna aina ya maisha Mungu anataka uwe nayo. Ukoo hautakwambia, familia haitakwambia,
Watu wa kweli watakushangaa na kupanga tu. Sometimes hata ndugu zako kanisani, they may think like this and that, lakini kuna vile Mungu anataka ukue na anawaza habari yako, na kuna baraka ameziweka kwako. Na hapa ndipo watu wengi wanaanguka, kwa sababu usipoenda kwenye eneo ambalo ndilo baraka zako, una struggle sana. Amen. Kuna mtu kazi inamuumiza. Kuna mtu anafanya kazi, lakini hiyo kazi hana raha nayo. Ni kwa sababu haikuwa baraka yake kuwa hivi. Mara uingie siasa utoke, unasikia wewe huwezi kuwa mwanasiasa. Mara uingie hapa utoke. Kuna wengine mpaka upaki mizigo wanakwenda chuo cha Biblia. I want to go and be a pastor. Mungu anamuuliza, wewe nani alikwambia uje kuwa pastor? Unanielewa nimesema? Mungu anakuuliza, nani alikwambia upaki vitu uende chuo cha Biblia? Mimi nikuita pastor wewe. Are you a pastor? Unasoma wewe unadanganya watu. Kwa sababu hata yeye anakuambia mimi have called you in this ministry. Unakingine nikupatia. Lakini nikubariki maisha yako. Unaambia hii huduma sio kunangana. If you feel it's not your part, unaacha na kulima nyanya. Unadanganya watu, utafanya uasherati kwenye huduma kwa sababu you don't know what you're doing. Lakini kama ni Mungu anakupeka, unabarikiwa. You get blessings zitakuja, zitakuwa zinakuja. Until ukifika mzee wanasema kulikuwa na mtumishi hapo. Because it goes gradually, unabarikiwa hivyo okay. Kwa sababu hizo baraka zinakuja. Kadri unavyoenda zinafunguliwa. Na miaka inapoenda unaanza kugundua kuna vitu vinakuja kama vile late, but at the time utakiwa barikiwa. Tungelijua siri ya Roho Mtakatifu, familia zingekuwa smart, maisha ya vijana yangekuwa sawa, hata huduma kanisani watu wasingepigana. Ni kwa sababu kila mtu angejua hakuna kushindana, mimi nina power kuliko mwingine. Kila mtu anafanya vile anasema, because wameshajua wamebarikiwa katika eneo gani. Namaliza kwa vijana niwaambie, please, mnasikia? Wingi wa zinaa, pombe, madawa ya kulevya na anasa zote na mambo ya dunia yamewakabili vijana na kuwashinda kwa sababu hawajawahi kujua wao ni nani. That is all, guys. Sawa? Na kwanza nisikilize, sio tu kujua wao ni nani, hawajawahi kujua baraka zao siko wapi. Because unajua neno baraka, ukijua mahali utabarikiwa, you fight for it. Sio? You stand for it. Ukijua eti tangu umezaliwa maisha ya wokovu ni amekupa amani, you stand for that. You just know that is where I am. Huwezi kutafuta pombe sio wash. You don't, hata shule utaenda lakini but you know hapa ndipo naona I am blessed. And you stand for your salvation hata kama ni mchinjo. Sawa? The apostles walijua if we miss tumkane Yesu jehanamu. Na alisema sisi sio watu wa jehanamu. So they stood for the faith mpaka walipokufa. Namaliza kusema kijana, you will not step in the world ukishajua umebarikiwa hapa. Hata katika masomo yako, it is a place you should know. Wapi Mungu ananipeleka katika masomo? Who am I in education? Na Mungu akusaidie kujua katika Roho Mtakatifu. Na zaidi niseme katika huduma za kiroho. Sikiliza. Unapookoka, ingekuwa ni kwenda mbinguni, ingekuwa umeshaokoka hapa. Lakini uko hapo kwa sababu kuna sababu ya kuwepo na kuna kazi ya kufanya. Na ukisimama vizuri, hiyo kazi itakubariki mwenyewe ya Mungu na amani na furaha. Sio lazima uwe pastor, sawa? Tumeelewana? There are people ambao Mungu amewabariki na anawaambia I'll give you money. Sawa? Akishawapatia pesa na anawaambia but sponsor my kingdom. Simameni na familia. So pastors waombe na kuhubiri watu, wewe nunua vyombo vya kanisa. That's what people are supposed to do. Sio kila mtu anang'ana kwa na microphone na tabao. Sio kila mtu wa microphone. Kuna wapigana tukipo microphone anaanguka hapo. Sio kazi yake sio kuhubiri. Anaanguka mwenyewe vizuri. Nobody should preach on the altar. Sio kila mtu anahubiri madhabahu. Tumeelewa? So hata nikiona mtu akishika mic anaimba alafu ameacha kwa sababu hasikii, ni vizuri asikie Yesu mwimbaji. Mbona mjasema amen? Ni vizuri mtu akiona kwenye vyombo hawezi, anataka kukaa, akae wengine mpigia vyombo because hasikii.
Wewe kulazimisha watu wacheze vyombo. This is because kuna kitu lazima ujue kuhusu mtu. Na mtu lazima ajitambue anasikia nini. Kama anasikia vyombo, hapana, achana naye. Kama anasikia kucheza muziki, hapana, achana naye. Atakuwa anashauri watu na atashauri watu vizuri. Ukikaa naye unashiba kiroho. Because sawa, mimi najaribu kucheza hiki kitu mpaka nasikia sina hamu tena. Kwa sababu okay, I am najua kwa sababu but I don't feel it so much. Lakini hapa preaching I preach it. Kwa sababu nasikia ndio hapa. Ole wako usipohubiri injili. I feel it. So I go there na kweli nikitengeneza masomo you feel it. Kwa sababu hapa ndio pango. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe nikijaribu kuforce kwenye mic naona uwezi kwenda. I just leave you. Pengine wewe na magongo. Pray. Hakuna shida. Because siwezi kujua wewe unasikiaje na Roho Mtakatifu amekwambia nini. Na the problem tunakuwa nayo. Ukimwona mtu yuko smart, unamwambia wewe shika kwenye hiyo huduma. Tunatumia macho. Ni vizuri mtu asikie moyoni mwake iko kipande gani. Alafu tumwambie go on. Sawa? Kama unasikia wewe ni wa kuomba, funguo ziko hapa. Come and pray because that is your part. Sawa? Tukifanya kazi wote shike mic wote. Nani atafagia kanisa? Na tukicheza vyombo wote waje hapa, wao umeshika hapa, mwingine hapa, mwingine hapa. What you are playing this? Na daima there must be somebody singing na mwingine acheze kinanda. Why? Kila mtu amepewa baraka yake. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna wengine hapa Bwana anaweza kuwabariki, mwasaidie watu wasiojiweza. You just feel for people who are not able. And God will supply, atakupa pesa na vitu vyote na mali. Then you just go for them because you feel it. Mtu akija kanisani na shida, you just supply. Na uulizi mtu tena, unamuona kando kando, sio kutangaza madhabahu. Because una ministry ya kusaidia. Sasa ni vizuri ujue kwa na utajuaje Roho Mtakatifu. Na hapo ndipo ukisawasaidia hao watu, Mungu anakubariki na fedha nyingi na anakuinua, alafu kanisa inakuwa. Na watu watakuja kwa sababu yako pia. Wanasema alinisaidia huyu Yesu namfuata. Kwa upendo huu sijawahi kuona mtu yeyote amgoe to church. Unajua kuna wakati unaweza kuhubiri watu hawajawahi kuona watu wazuri. Hujanielewa mpaka hapo. Tayari unaweza kumhubiri mtu mpaka ulie, mpaka umwambie na jana utaenda usipotu. But hajaona watu. Siku akutana na watu wana moyo mzuri. Because they have been blessed by kufadhili. Watu wenye moyo mzuri wa kufadhili. Watu ambao hawezi kufadhili moyo wao kwangu smart. Akikupa pesa leo kesho amekasirika. Hujanielewa nimesema nini? Because their heart is not for that calling. Pesa wanazo but moyo wao haupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watakutana na mtu smart moyo. Na watasema kwa namna ulivyokaa na mimi na kuongea na mimi. Ile mtu ile anahubiri hivi, hata hubiri vizuri. Anasema wengine hawahubiri, lakini wewe the way you handled me na ni vizuri kanisani kuwa na watu wengi. Sawa? Prophet akiwa mkali na wengine wanakuwa wazuri. Wasaidie wale wengine waende vizuri. Kwa sababu inawezekana wakaharibika kwa sababu kuna mtu hawamuelewi na kuna watu wanaweza wakaeleweka. Nani amenielewa vizuri? Na hiyo inakuja mkishajaa Roho Mtakatifu, unajua uko wapi. There is a way you can talk to people na mimi siwezi kuongea hivyo. Na kuna namna unaweza kushikana na watu kuliko mimi. Because that's not my area. Na wewe ni njia yako. Wewe shika watu. Na usitoroke ukaja upande wangu, kaa upande huo umalize kazi yako. Tumeelewana kwa jina la Yesu? Ili na wewe uwainue wengine ambao hawawezi kuendelea na safari hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kizazi kinahitaji watu wanaomtumikia Mungu, na mtajuaje mmebarikiwa? By the power of the Holy Spirit. Mungu akubariki. Tusimame tumshukuru Mungu katika jina la Yesu. Father, we thank you. Father, we love you. Father, we love you. We give you all the glory. We honor you in the name of Jesus. Asante Bwana. Asante Mungu.